Iran imejibu kwa nguvu mashambulizi ya kijeshi ya Marekani kwa kuzindua operesheni kubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo na maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, hatua ambayo imeongeza hofu ya kuzuka kwa vita pana zaidi kati ya mataifa hayo mawili yenye uhasama wa muda mrefu. Kupitia taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Iran ilitangaza kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi ya drones dhidi ya kikosi cha 5 cha Jeshi la Wanamaji la Marekani kilichoko nchini Bahrain. Maafisa wa Iran walisema mashambulizi hayo yalikuwa jibu la moja kwa moja kwa kile walichokitaja kuwa uvamizi wa wazi wa Marekani dhidi ya ardhi ya Iran. Taarifa hiyo ilisema kuwa Iran haitaruhusu mashambulizi yoyote dhidi ya mipaka yake kupita bila majibu, huku ikionya kuwa hatua yoyote mpya kutoka Washington itakabiliwa na majibu makali zaidi kuliko yaliyoshuhudiwa hadi sasa. Kauli hiyo ilionyesha msimamo mkali wa Teherani kwamba mzozo huo umeingia katika hatua mpya ambayo inaweza kubadilisha hali ya usalama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Masaa machache baada ya shambulio la kwanza dhidi ya Bahrain, Iran ilitangaza mashambulizi mengine yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na Jordan. Kwa mujibu wa taarifa za Iran, operesheni hizo zilihusisha matumizi ya drones na makombora yaliyoelekezwa kwenye maeneo yanayotumiwa na vikosi vya Marekani kwa shughuli za kijeshi na ufuatiliaji wa anga. Nchini Jordan, mamlaka za kijeshi zilithibitisha kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga iliingilia kati na kufanikiwa kuangusha makombora kadhaa kabla hajafikia malengo yaliyokusudiwa. Vile Kuwait ilitangaza kuwa vikosi vyake vya ulinzi vilikuwa vikifuatilia na kukabiliana na malengo ya angani yaliyokuwa yakikaribia maeneo ya kijeshi na miundombinu muhimu ya taifa hilo. Mashambulizi hayo yalisababisha hali ya taharuki katika nchi kadhaa za Ghuba, ambapo ving'ora vya tahadhari vilisikika katika baadhi ya maeneo ya kijeshi, huku vikosi vya usalama vikiongeza ulinzi katika vituo vya mafuta, viwanja vya ndege, bandari na maeneo mengine muhimu. Serikali za maeneo hayo zilianza kuchukua hatua za ziada za usalama kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Katika hatua nyingine ya kuonyesha msimamo wake, Irani ilitoa taarifa ikieleza kuwa mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika mapema yalilenga maeneo ya Jansk, Sirk na Kashim kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa mnara wa mawasiliano katika mji wa Sirk pamoja na kuharibu matenki mawili ya kuhifadhi maji yanayotumiwa na wakazi wa eneo hilo. Tehran ilishutuma Marekani kwa kutumia kile ilichokitaja visingizio vya uongo kuhalalisha mashambulizi yake ndani ya Iran. Viongozi wa Iran walidai kuwa hatua hiyo ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uhuru wa taifa lao. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alitoa onyo kali kwa Marekani kupitia ujumbe wake katika mtandao wa X. Araghchi alisema kuwa vikosi vya Iran vitaendelea kujibu kila shambulio au tishio litakaloelekezwa dhidi ya nchi yao. Vikosi vyetu vyenye nguvu havitaacha shambulio lolote kupita bila majibu, alisema Araghchi. Aidha, aliongeza kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi ndiyo chanzo kikuu cha mvutano unaoendelea na kwamba vikosi vya Marekani vinapaswa kuondoka ikiwa vinataka kuepuka madhara makubwa zaidi. Kauli hiyo imeonekana kama moja ya matamshi makali zaidi kutoka kwa viongozi wa Iran tangu kuanza kwa mzunguko huu mpya wa mapigano. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kwa Teherani inajaribu kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kulenga maslahi ya Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati licha ya mashinikizo ya kijeshi yanayoikabili. Kwa upande wake, Marekani ilisema mashambulizi yake yalikuwa ya kujihami kufuatia kudunguliwa kwa helikopta ya kivita aina ya Apache. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati ilieleza kuwa ndege zake zilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya udhibiti wa ardhini na rada za kijeshi karibu na mlango wa Hormuz, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa biashara ya mafuta duniani. Rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza kuwa Marekani ina haki ya kujilinda na kulinda wanajeshi wake dhidi ya mashambulizi yoyote.
Hata hivyo, hatua ya Marekani ya kushambulia moja kwa moja maeneo ya Iran imeongeza wasiwasi kwamba juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikizungumziwa hivi karibuni huenda zikafifia kabisa. Mataifa mbalimbali duniani yameanza kutoa wito wa kujizuia, huku yakionya kuwa kuendelea kwa mashambulizi kati ya Washington na Iran kunaweza kusababisha vita vikubwa ambavyo vitahusisha mataifa mengi zaidi ya eneo la Mashariki ya Kati. Hofu kubwa imeelekezwa katika usalama wa mlango wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirisha duniani. Ikiwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea na hakuna juhudi za haraka za kidiplomasia kufanyika, wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huu unaweza kuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi ya kijeshi kuwahi kutokea katika miaka hivi karibuni, huku athari zake zikitarajiwa kugusa usalama wa kimataifa, uchumi wa dunia na bei za nishati katika masoko mbalimbali duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.